Haleluya, haleluya. Nani kama Yesu jamani? Nani kama Yesu? Hakuna. Aliyekaa nyuma naona kuna nafasi mbele yake asubuhi. Baba yangu leo namuona jioni hii, namuona hapa. Baba, Mungu akubariki sana. Barikiwe na Yesu. Nimefurahi kukuona. Huyu ni mzazi wangu mimi. Hawa ndio walikuwa natuchapa sana sisi watoto wao endapo tunapita njia ambazo hata Mungu hazipendi. Kama wazazi hawazipendi, hata Mungu hazipendi. Haleluya. Kwa hiyo tukisema wazazi, hata kama baba yangu kipindi cha nyuma kule alikuwa Misri, lakini hakuruhusu watoto wake tupite karibu na kilabu. Sasa tunashangaa, wao kilabuni wanaenda, mbona sisi wanatukataza kukatisha eneo hilo? Walikuwa wanajua kwamba wao wamepotea na sisi watoto wao tupotee. Ni baba yangu, nazungumza ushuhuda wa maisha yangu. Tulitandikwa sana endapo tunapita, tunafanya kinyume. Tulichapwa. Kwa hiyo ibada zilianzia nyumbani. Wazazi walitukataza kufanya visivyofaa. Haleluya. Ni baba yangu mwenzenu ndio amenizaa mimi kimwili. Baadaye akaanza kuniongoza kiroho. Haleluya. Kwa hiyo ninachokizungumza au ninachofanya, natembea kwenye upepo wao. Natembea kwenye njia zao. Walisema ishi vizuri na watu. Tuliona wanavyoishi na majirani, tulikuwa tunaangalizia kwamba kumbe maisha yanataka hivi. Kwa leo ukinisifia mimi, basi sifa na utukufu kwa Mungu, kwa baba zetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongeleni, nyinyi ni washindi. Mmeshinda kwa kweli. Lakini kabla hatujaendelea mbele, anayesema mimi sijaokoka, maana siwajui hapa, mimi ni mgeni, nimealikwa. Anayesema mimi nataka nimjue Yesu, niwe kama ninyi, maana tunazungumza kwa Yesu ni kuzuri, na muda sio wa kwetu. Mungu ametuwazima na shetani anaupigania muda wetu. Yaani anapita tutege, anapita kwenye tunakuta tumetoboa. Tunatoboa kwa sababu kuna Mungu ndani yetu. Haleluya. Maana anasema sisi hatuwezi kushinda, ila tunashinda kwa sababu anatushindia. Anasema katika yeye anitiaye nguvu ninashinda. Hamuitiki. Amen. Hamuitiki. Anasema jamani, natamani mnavyoishi. Natamani na mimi niwe na furaha kama ya kwenu. Natamani. Hapite mbele tumuongoze sala ya toba jamani. Maana siku si zetu. Kama kuna yoyote kabla hatujaendelea, anasema natamani niwe mmoja wenu. Natamani. Tumesema mwanzo kwamba ile asili ya mwanzo huwa haitokaji haraka. Kwa nini nasema hivi? Maana Paulo anasema nakufa kila siku. Unafahamu kufa kila siku? Unafahamu? Nakufa kila siku. Tulikuwa na vitu tunavyovipenda huko. Tunavipenda, lakini tunazidi kuviacha. Hatujaacha kabisa, ila tunaviacha taratibu. Usije ukafikiri ukiokoka pombe inakataga hapo mpaka. Endelea. Ila neno la Mungu litakufundisha, mwisho utakuta umeacha. Haleluya. Akisema nakufa kila siku, maana yake anaacha dhambi moja, anaacha hili, kesho utakuta ameacha hiki, kesho utakuta ameacha hiki. Maana Biblia inasema utukufu tulio nao hautoshi, inatakiwa tukue utukufu hadi utukufu. Kwa utukufu tulio nao ni mdogo, utukufu hadi utukufu. Sikiliza neno. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Biblia inasema najua mna nguvu kidogo, lakini mna heri kwa sababu mnalisoma neno langu na kulishika. Tunalisoma neno la Mungu. Kwa nini anasema tuna nguvu kidogo? Tunarudi nyuma. Mwanzo tumesema huyu mwanadamu mtakatifu. Tumesema hivi. Nani anakumbuka? Wangapi hawakuwepo? Safi. Hatutawaacha. Maana hatujui ile kiliwatinga huko. Hatutawaacha. Tutarudi nyuma, tutakuwa tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Ili hata waliokuwepo kama hawakulishika vizuri likae. Biblia inasema
anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Wapi? Wakati Mungu anamuumba huyu mwanadamu, alikaa wapi? Alikaa ndani ya ufalme wake. Anasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa leo napata tafsiri sawa sawa. Hizi mbingu na nchi ni nini? Kwanza, mbingu ni Mungu mwenyewe, alafu ufalme ni makazi ya Mungu. Sijaeleweka. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:1. Mungu hapo mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Neno mwanzo maana yake nini? Maana yake mwanzo. Kwa Kiingereza mwanzo wanaitaje? Beginning, sawa? Lakini Kiingereza halisi, kitabu cha kwenye Biblia imeandikwa mwanzo. Mwanzo haina maana. Nataka nikufunulie. Hii mwanzo inayozungumzwa kwenye Biblia. Ninayo ila sisomi. Ninayo lakini sisomi. Hii kwa ajili ya kuwapigia ambao wataki kusoma Biblia. Sisoma, mimi nimeshika neno la Mungu. Naweza kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mpaka sura ya 22 bila kuangalia Biblia. Naweza kusoma Mwanzo sura ya 1 mpaka sura ya 20 bila kuangalia Biblia. Wewe unaweza? Sasa hii elimu ya mwaka huu mmoja, ningekaa miaka 5, alafu wakati namaliza walimu wangu wakasema una 5% za kujua Mungu. Una 5% za kujua neno. Walimu wangu wananiambia hivi. Kuna mtu ni shahidi hapo wakati mimi nasoma. Akili zilikuwa hamna kabisa. Wao tukitoka na wauliza mbona nisielewi? Wakaniambia huwa linajirikora. Yaani neno linajirudia baadaye. Usiwe na haraka. Hamjanielewa nyinyi. Msiaganyege bandu wakia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa tuelewane. Mbingu ziko ngapi na nchi ziko ngapi? Hatukumalizia pale, nilikufungulia tu. Lakini mbingu na nchi ziko ndani ya ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni wapi? Ni hapa. Ni makazi ya Mungu hapa. Kwa hapa sasa, kama ndipo mbingu na nchi hapa ndipo bustani ya Edeni. Kwa ndani ya bustani ya Edeni, naanza kukuuliza wewe kwanza. Wangapi wameokoka? Mtadili na hao kwanza. Alafu ukijibu vibaya, kwenye begi langu mule kuna waya ya kuchapia. Maana mimi nakuamini. Wangapi wameokoka? Tumenyosha mikono wote. Wangapi wanamwamini Mungu? Wangapi? Kuna kajamaa kule. Wewe njoo basi. Amen. Jamaa huyu unajificha kwenye migongo ya wenzio. Huyu mwanangu bwana, mtoto wa blaza, lakini mimi namkubali sana. Namkubali sana. Yaani kama Mwanchese amkubali basi mimi namkubali. Wewe huyu jamaa ni mtoto wetu wote, mimi na mchungaji wenu Mwanchese. Tunajivunia kwa sababu kwanza hana kiburi. Alafu pili anamjua Mungu. Yaani kijana mzuri kama huyu, alafu anaamua kumuishia Mungu. Alafu wewe ni kinachonishangaza mimi, wanapita kwaya, wengine wamekaa. Alafu umri wa kwaya wamekaa. Kwaya utatu. Hutaki kwaya, unataka nini? Kwanza kabla tujaendelea mbele nataka niwaambie ukweli wana kwaya. Hivi mnavyoimba vizuri hivi, kuna dhambi mnayo nyinyi? Hapo sawa. Amesema hatuna. Na ni kweli hamuna dhambi. Maana nilivyokaa staili mnayoimba nyinyi mko juu. Yaani wakisema kwaya zinazoimba vizuri tunazihitaji mtu chakulie ili zije kutumbuiza kwa rais. Mimi nitakuwa kwanza kusema jamani, kuna kwaya moja wanaimba. Lakini kuna watu wamekula rushwa huko, ndio maana wamefanya vizuri hapa. Utasikia rushwa gani? Mwalimu ametunga wimbo kwa shida, kwa tabu, ili ninyi yani akija kufundisha mfike wote. Wamefika watano. Kuna wengine hawakuwepo kwenye mazoezi lakini wamepita ili ngarau papendeze. Wamesema pita hivyo. Sijui kama naongea huko. Wamesema pita hivyo. Kuna wageni sio tukatia pita hivyo. Ni kweli sio kweli? Lakini kuna watu wamekula rushwa. Wengine wametoa rushwa. Mwalimu ametoa rushwa kwako. Leo Alisolo
juzi kwenye mazoezi. Lakini leo amesema siji. Mwalimu amesema, mwalimu akaumia moyo. Hauji siji. Kwa nini hauji? Amesema akatoa uzuri, hauna sababu. Ukitaka nini? Una 2,000 ya Pepsi. 2,000 ataka 2,000 kwanza. Apewe 2,000. Unamkula bodaboda. Ili nichukue mimi nifike madani. Kuna watu wako hivyo. Kwa leo kama wameimba vizuri lakini wameumizana kwenye mazoezi. Mheshimu mwalimu wako kwa kweli. Nasema mheshimu mwalimu wako kwa kweli. Tunasafiri sehemu nauli shilingi 1,000. Unayo lakini hutoi. Huyu ambaye anacho kidogo anasema tutatumia ya kwangu ninayo. Wewe unavyoimba vizuri mbele yetu, hata ndani ya moyo wako imba vizuri. Mwanangu anapenda kusema neno moja, anasema hicho kinara kinachofanya sisi tuburudike mbele, hicho kinara unachojivuna nacho, Mungu atakiondoa. Mwanangu leo ananipenda sana kulizungumza. Lipo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Biblia inasema, basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, fanya matendo yako ya kwanza, lakini usifanye hivyo naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Kinara ulizaliwa nacho, Mungu ameweka kwako ili Mungu ajitukuze kwako kwa njia hiyo. Kuna watu muonekano wao tu ni baraka, watu wanakombolewa. Kuna watu sema yao, watu wanakombolewa. Kwa hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako ili liwe pambo ndani ya kanisa, ndani ya ufalme wa Mungu, ndani ya ndani tunapojenga mwili wa Kristo. Nimesema usiwe kizuizi kwa wanaotamani kumcha Mungu. Sema kidogo baba. Bwana Yesu asifiwe. Nilipanga kufika mapema kabisa ile saa 9 wala na nusu. Sema mambo yanaingiliana, tupo duniani, amen. Amen. Lakini nimefurahi pia kufika. Mungu awabariki. Nikakae pale nisikilize neno. Amen. Nenda kwanza. Ni muimbaji ataimba baadaye sana. Alafu nimesema mjiandae na maswali. Lakini kabla tuendelee, labda kuna mtu anasema na mimi nataka niwe mmoja wenu, na mimi natamani apite tu mbele. Nani nataka aseme, mniseme 2 matatu kwa ajili yao, na mimi Mungu anitakase ili siku atakapokuja nisiende jehanamu. Tumesema kile kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12 kilikuwa kinasema, hapa ndipo penye sura ya watakatifu. Anasema hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Maana yake nini? Biblia ikisema ndipo penye subira ya watakatifu ni hapa. Kwa matendo yako hapa yapafanye pawe mlima wa wokovu, mlima wa makimbilio, pawe mlima Sayuni. Mlima Sayuni ndipo penye kiti cha enzi cha Mungu, mlima Sayuni. Lakini matendo yako yakiwa mabaya, unapofanya sehemu yetu waseme pale ni Babeli. Kutunyasa kweli nako mnatuchafua wenzetu, tunaonekana wote wa aibu. Mzee mmoja akasema kuna sehemu unakuta tungetamani kuingia, lakini unakuta sisi tuko na afu kuliko wao. Tayari huyo mtu moyo wake unavunjika. Nani sababu? Makanisa ya zamani yalikuwa kiboko. Yeye alikuwa kitajwa Mungu, anatajwa Mungu kweli kweli. Ilikuwa kitaja Mungu, yani ni Mungu kweli kweli. Lakini leo hata ungetaja Mungu watu wana mashaka na wewe. Kwa mfano leo mimi nimesema watu wana mashaka na mimi. Wanatembea, wanapita na mabaya yangu ya zamani. Mimi sio yule wa zamani, ni wa sasa. Maana Mungu anasema ya kale yamepita. Ya kale yamepita. Ni wakati wa kufanya mapya. Nitazame mimi kwa upya, usinitazame kama zamani. Ndio maana nilitamani nije kuhubiri nyumbani. Hata mimi ni nyumbani. Mke wa mchungaji ni dada yangu kabisa. Kwa mchungaji mimi ni shemeji. Hata akikataa ni shemeji. Haleluya. Mke wake ni dada yangu. Watoto wake ni wajomba zangu. Haleluya. Kwa nikiwa kwa dada, tunasemaga naenda kwa dada. Wewe dada hajaolewa, wameolewa
kaka. Kila mtu anatetea upande wake. Na ndio maana tunasema mkiungana wawili kwenye ndoa, usiruhusu mtu upande wa pili. Ukimuingiza wa tatu itavunjika tu. Nataka nikwambie kitu. Mimi nina utaratibu wangu, nina style life yangu, namna ya kuenenda na Mungu. Na wewe una mfumo wako ambao Mungu ameweka ndani yako. Yaani watu wawili wakiungana, tayari hao watu ni mradi wa Mungu. Ni taasisi ya Mungu. Ni mradi wa Mungu. Kwa nini? Waliingia wawili, wanaanza kutoka wengi. Wengine wametoka wapi? Kwamba Mungu kumbe hakuishia siku 6 uumbaji. Anaendelea kuumba kwa namna nyingine. Ulifuga tunguruwe tuwili, tukawa 10. Afu nasema Mungu alikoma siku 6 kuumba. Wewe rekebisha kidogo hapo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi zinatajwa kwa wingi. Kivipi? Hivi leo sisi tunamwabudu Mungu hapa. Hakuna sema anamwabudu Mungu kwingine. Zile ni mbingu na nchi pia. Hata hapa ni mbingu na nchi pia. Leo mchungaji wetu ni mchungaji wangapi tumesema? Wa 7. Kwa nini wa 7? Wakati Yohana ameishia njiani kuifanya kazi ya Mungu, anasema yupo anayekuja, sistahili hata kuregeza gidamu kamba za viatu vyake. Sistahili. Akaishia njiani wakati bado tunaendelea kumtangaza Kristo. Kwa Yohana Mbatizaji alikuwa anamtangaza Kristo mwanzo kabla hajazaliwa. Baadaye amezaliwa. Amekuja sasa. Ameishi. Baadaye tukamua. Wakati bado hatukujua. Maana sasa nikafanyika mwili nikakaa mwili, lakini hatukumjua, tulimkataa. Tunamkataa. Yesu alikuwa na nguvu, lakini akifika kijijini kwao, Biblia inasema walipona watu wachache. Wengine walikuwa wapi? Wakati yeye ndio Mungu mwenyewe. Tena ndio Mungu mwenyewe. Tito 2:13 anasema tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Yesu Kristo eti ndio Mungu mkuu. Kwa nini anakwepa hapa ili wewe? Okay. Mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu ziko nyingi. Zingine umezitengeneza wewe. Kuna mtu sehemu alikata tamaa, lakini ukamuinua, anaendesha kazi ya Mungu kule. Wewe umesababisha madhabahu zingine zisimame kule. Kwa mbingu nimesema ni Mungu mwenyewe. Nchi ni nani? Kabla tujaendelea, ngoja niulize swali kwanza. Huyu Mungu tunayemwabudu hapa, nani anamfahamu? Tunamjua kwamba Mungu tunayemwabudu anatekeleza na anatenda yake yetu. Lakini huyu Mungu ni nani? Nani anyoshe mkono? Nani zakajaribu kuzungumza? Mungu huyu ni nani? Tunayemwabudu hapa. Hamna mtu anamjua. Mimi na uhakika hapa hakuna mtu anamjua. Akimjua mtu bila tukana naye mfukoni. Huyu Mungu tunayemwabudu hapa ni nani? Mjomba wewe mjanja sana. Wewe utakuwa unajua. Mungu tunayemwabudu hapa ni nani? Ni Niko ambaye Niko alikuwa hapo, yuko anaendelea kwa hapo. Anasema yeye ni Niko ambaye Niko. Yeye anatukumbusha kwenye kitabu cha Isaya sura ya 10 na ngapi pale mstari wa 10 na ngapi? Sura ya ngapi? Anasema wakati huyu Musa anaambiwa, anatuma na Mungu akawaambie, sasa Mungu unanituma mimi nikaseme aliyenituma ni nani? Akasema mkawaambie ni nani? Niko ambaye ndio aliyenituma kwenu. Sasa Niko ambaye Niko ni jina. Nimesema huyu Mungu ni nani? Mjomba, Niko ambaye Niko sio jina baba. Nataka tumjue huyu Mungu ni nani? Niko ambaye Niko maana yake ni hivi. Alikuweko, yupo, ataendelea kuwepo. Jina lake huyu ambaye alikuweko, yupo, ataendelea kuwepo ni nani? Namba. Hey. Rudia kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19. Maiki kwa kama naomba maiki asubuhi. Naomba maiki. Mpe maiki kaka. Yuko vizuri. Kaka yuko vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naam, amen. Au nitaanzia mbali kabisa. Usichukue muda mwingi. Kwenye kitabu cha Efeso 2 mstari wa 20. Amen. Anasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nani sasa huyu anasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii? Ni Paulo. Sawa. Anasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Sasa ukiangalia hapa kwenye Mathayo 28 mstari wa 19 anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi,
mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa hapa anasema kwa jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Inamaanisha kwamba ile jina ni nini? Ni moja. Hapo nitakuuliza kwenye kitabu cha Waefeso 2:20 anasema mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Hapo hapa anazungumzia habari ya nini? Habari ya kubatiza. Hapo tutaangalia wa mitume walibatiza kwa jina gani? Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo yote, hamna mtume aliyebatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mitume wote walibatiza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu Mungu tunayemzungumzia hapa jina lake ni Yesu Kristo. Amepatia au amejaribu? Nimepatia. Amejipa maksi mwenyewe. Baba bado. Huyo uliyemsema anaitwa nani? Huyo uliyemsema anaitwa nani? Sasa nataka niwajibu, tusichelewe muda. Huyu Mungu sasa tunayemwamini. Huyu amesema ni niko ambaye niko. Sasa huyu niko ambaye niko ni nani? Alafu mwingine anasema ni Yesu. Mimi nasema hakuna shida, tusaidie. Mwanangu jembe, yule jamaa namkubali sana huyu. Huyu na shida sehemu nyingi nimeenda kubishana kwa naye. Mpe maiki yule jamaa. Tumsikilize. Huyu jibu atakalolitoa ndio jibu sahihi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa haraka ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa kuja kuangalia Mungu ni muumbaji. Mungu ni muumbaji. Hey, haleluya. Hiyo ndio jibu. Mungu anaitwa nani? Sema Mungu ni muumbaji. Hakuna jina lingine. Hilo jina linajitosheleza. Hilo jina limesimama. Mungu ni muumbaji. Ukisema nje na hapo Mungu ni nani? Majina ya Mungu utayataja kuanzia leo mpaka kesho kutwa na usipate jibu. Isaya anasema, Isaya 9:6 anasema amezaliwa mtoto mwanaume, uweza wa kifalume utakuwa begani mwake, naye ataitwa nani? Mshauri wa ajabu. Ni jina hilo ataitwa. Amesema la pili, Mungu mwenye nguvu. Ni jina hilo. La tatu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. La nne, mfalme wa amani. Ni jina hilo. Wengine wanamuita Jehova Nisi, wengine wanamuita Jehova Shammah, wengine wanamuita El Shaddai. Sasa sikiliza, hizo ni sifa za Mungu unayemtumikia kulingana na shida yako. Na ndio maana hizi nafsi tatu, kwa nini zinatengeneza neno Mungu? Kwa sababu kila nafsi ina kazi kwetu. Na ndio maana kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27 anasema na tumfanye. Sikiliza, na tumfanye. Wako ngapi? Ina maana ni wengi, si? Ni wingi wa watu wa nafsi tatu, si? Na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Unaona Mungu sasa kama kweli walikuwa watatu, analeta ubinafsi tena kwenye 27. Anasema Mungu akamfanya. 26 amesema tumfanye. Alafu 27 anasema akamfanya. Zile nafsi tatu zinakamilisha neno Mungu. Na ipo siku tutafundishana Yesu na Yesu Kristo maana yake nini? Ni vitu viwili tofauti. Hamjanielewa. Ipo siku mimi sitoshi leo peke yake, sitoshi. Wangapi natamani nije tena jamani? Tuje tufanye ingalau Jumamosi na Jumapili. Ingalau. Leo haitoshi. Nitakuacha njia panda. Kwa ili nisikuache njia panda, niende haraka. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tukasoma Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza. Anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu
za kwanza, wingi na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimepita wapi? Wapi huko nyuma? Sasa kuelezea safi. Amejibu vizuri. Wakati Mungu sasa amemuumba mwanadamu, aliona mwanadamu anaishi hivyo. Ndio pale anasema akajifanya kama hazioni dhambi. Huyu mwanadamu sasa, maisha anayoishi nimemuumba aishi hivi. Akaja kuleta sheria zake kwa ndani ya ufalme wake. Sasa kwa Mungu amejidhihirisha kule ndani ya ufalme wake, akatengeneza mbingu, baadaye akatengeneza nchi. Mbingu ni nini? Tumesema ni Mungu. Huyu Mungu si ni roho eti. Lakini hii roho wewe umaikuiona? Kwa ile roho ili wewe uiamini, imeingia ndani ya mtu. Imeingia ndani yangu mimi leo. Maana yake ukinikataa, umemkataa Mungu. Ukimkataa mchungaji wako, umemkataa Mungu. Kwa ile roho anasema akafanyika mwili akakaa kwetu. Amefanyika mwili wa mchungaji, amefanyika mwili wa mama mchungaji, amekaa kwao. Ukiwakataa, umemkataa Mungu. Hushituki, anasema usimnyoshe kidole. Hushituki. Maana ni Mungu mwenyewe. Hukumu ya mchungaji iko na Mungu mwenyewe. Ndio maana anasema usimnyoshe kidole, kwa sababu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Amina ndogo. Haleluya. Amina. Ukimkataa mama mchungaji, ukimsengenya mama mchungaji, umeingiza laana ya kudumu kwenye maisha yako. Nataka nikwambie, mama mchungaji ana kazi ngumu kuliko hata mchungaji mwenyewe. Munisikilize vizuri. Wakati Mungu ndani ya ufalme wake, ndani ya bustani yake, sikiliza nikwambie, Mungu akamuumba Adamu, sio mwanadamu wa kwanza kuumba. Leo tunakwambia sio mwanadamu wa kwanza kuumba. Tuliumbwa wote siku hii. Ila Mungu katikati ya bustani akaangalia Adamu ana nidhamu na hekima. Kwamba kazi yangu ili nijidhihirishe kwa hawa watu, kwa hii sheria yangu nataka kuiweka. Mwanadamu ili anifuate mimi, nitumie njia gani? Akasema okay, mimi si roho, nitaingia kwa Adamu ili mwanadamu mwingine afuate sheria yangu kupitia Adamu. Kwa Adamu ukisema ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa, ni kweli, lakini kiroho, maana ni mwanadamu wa kwanza kuweka agano na Mungu. Haleluya. Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuweka agano na Mungu. Kwa aliyemkataa Adamu, wakati Mungu amejidhihirisha kwake, sasa wewe una thamani. Na ndio maana tulipofalakanishwa na Mungu ndani ya bustani, tukarudi kwa mavumbi. Maana mwanzo Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanadamu ameumba siku ya ngapi? Ya 6. Kwa ile siku ya 6 Biblia inasema alipoumbwa huyu mtu alikuwa kama mnyama, yupo tu. Kwa ili heshima ya Mungu idhihirike kwa huyo mtu, akaleta neno. Na lile neno aliliweka kwa Adamu ili sisi binadamu wengine tufuate sheria ya Mungu kupitia Adamu. Kwa neno la ambalo Adamu alikuwa anazungumza ni Mungu mwenyewe, ili sisi tuumbike upya katika ulimwengu wa roho na mwili pia. Halo. Mwanadamu anaishi mwilini na rohoni, lakini sana tuko mwilini, rohoni huko ndio hatutaki kuingia. Ndio maana nguvu za shetani zinatushinda, kwa sababu wao ni roho. Hatuamini kama Mungu yuko ndani yetu, kwa sababu yeye ni roho. Lakini usisahau kwamba anayepewa mamlaka ya kwenda kupeleka injili kwa wale ambao hawamjui Yesu ni wewe. Ndio umepewa jukumu. Nenda ukawahamasishe, ukawaambie kweli ya Kristo, kwamba Yesu anaponya, Yesu anaokoa. Wakiokoka hao ni tunda lako. Unakuja peke yako kesho kuto unakuja peke yako. Wewe baba, hauna wazee wenzio nyumbani. Wewe kijana, hauna vijana wenzio. Wewe binti, hauna mabinti wenzio. Hauna watoto wa majirani unaonea uchungu. Utamani kwamba wawe kama wewe, utamani.
mitendo yako michafu. Tamani jirani yako awe kama wewe, maana wewe tayari ni chombo kiteule. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6 anasema, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Hamjasikia? Kumbe sisi ni ufalme. Kuna siku Yesu anafundisha, wakasema, kwa nini unajiita wewe ni Mungu? Kwa nini unajiita wewe Mungu? Yesu akasema, akajitetea. Akasema, kwani hamkusoma zamani kwamba kwenye Zaburi 82 mstari wa 6 Biblia inasema, mimi Mungu nimesema, ninyi ni miungu na wana walio juu. Mungu amesema sisi ni miungu. Kwa kama sisi ni miungu tuna mamlaka. Leo hii unakemea mipepo, haitoki. Unatesa waombaji, unatesa wahubiri, mipepo haitoki. Tunaanza kunyosha vidole vibaya. Mchungaji huyu amepoa. Wewe, huyu mtu anayeombewa hajaleta vyote. Vingine amesema chomeni hivi ila hivi. Leta vyote. Ukileta vyote tena leta kwa mchungaji, mwambie mchungaji, niishi maisha haya lakini mwisho nimechoka maisha haya. Nimeamua kusema ukweli, nataka nimkimbilie Kristo. Nahitaji msaada wenu. Haliwezi kukaa pepo kwako. Maana Biblia inasema tumefanyika kwa nini? Viumbe vipi? Tumekuwa tulivyookoka, maana tukavishwa miili mipya, ya zamani yamefutika. Sikiliza nikwambie. Yesu Kristo ameanza kutangazwa Tanzania miaka 100 tu iliyopita. Nimesema Tanzania. Lakini kabla ya miaka 100 watu walikuwa waabudu. Wakina mzee Mwantende walikuwa na baba zao kule zamani, Yesu hajulikani. Walikuwa naabudu. Kwa vile walivyokuwa wanavyo vipo kwa watoto wao. Kitabu cha wewe unabuko fast kusoma. Wafalme wa 2:17. Wafalme wa 2:17. Peni maiki kaka. Anayo pale anayo. Msikilize ambayo wazazi wetu, babu zetu walivifanya kabla hatujafikia leo hapa. Msikilize vizuri. Walivyovifanya, leo hii tunaishi kwenye laana zao. Tunaishi kwenye mifumo yao ya laana kwa sababu kuna vitu wazazi wetu walivifanya. Anasema, sikiliza hiyo. Wakawapitisha watoto wao motoni. Waume na wake motoni. Waume na wake. Arudi. Wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni. Wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Amen, inatosha. Umeisikia hiyo? Wapi? Lini? Wakawachukua watoto wao waume na wake, wakawapitisha motoni. Libaba maisha yamemkamata magumu, lina watoto 9 ndani. Hali ni mbaya ya kimaisha. Likaanza kuwaza libaba hili lipumbavu kwamba sasa, maana kuna makabila fulani yako Iringa na Songea. Wasongea wanasema koma yumonga alelevanine. Uwa mmoja leo wenzie. Watu wa Iringa wanasema buda jumuinga alelevanine. Hii uwa mmoja leo, wewe unamtaji mitoto 9 unatesa. Toali moja. Lilewe wenzie. Dunia imekuisha. Dunia imekuisha. Ambaye hajui dunia imekuisha, leo namwambia dunia imeisha. Tumekuisha. Nimesema dunia imetengenezwa na usaliti wako. Usaliti umesababisha uharibifu. Katikati ya uharibifu Mungu ameleta wokovu. Amen. Haleluya. Nimesema hakuna aliyezaliwa mpagani. Wote tulizaliwa ndani ya Kristo. Maana Mungu anasema wakatuumba kwa sura yake ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa Mungu akamteua Adamu wakati dhambi imeingia. Sasa kwa tumerudi nyuma, tumerudi kwa mavumbi. Maana kutoka mavumbini Biblia inasema Mungu akatupulizia pumzi ya uzima puani, tukawa viumbe hai. Kwa ukiwa na neno la Mungu, maana una pumzi ya uzima ndani yako. Ukilikataa neno la Mungu, wewe ni mavumbi. Wakati Adamu ametenda dhambi kwenye bustani ile,
Ngoja nikwambie kitu kidogo. Aliyepewa masharti ya kuishi bustani ya Edeni alikuwa ni Hawa, ni Adamu? Ni Adamu. Sasa Hawa ameingilia wapi hapa? Ili jamaa hili limesababisha tunateseka mpaka leo. Mpaka leo inafika mahali watoto wake zetu hawa wanatufanyianga nyumbani huko, jamani, hakipendezi. Leo nasema nataka niwahi kurudi nyumbani kwa mke wangu. Unawahi kurudi nyumbani kwa mkeo. Mke wako anaanza, leo hujapitia kwa wapenzi wako. Umewahi kurudi nyumbani, anasema leo hujapitia kwa wapenzi wako. Sasa mimi nifanye kipi? Haya, nimechelewa kurudi nyumbani, ulikuwa kwa wapenzi wako. Ndio mke. Haya, nimemtoa out mke wangu, nina furaha ya moyo. Kuna zawadi tunakuja nazo nyumbani, tunaahirisha. Unategemea kupokelewa kulingana na furaha ulio nayo. Unakuta na kitu kingine. Ile zawadi inabaki mfukoni. Nitampa mama yoyote huko. Umemtoa mkeo out. Aha, ndiko nakokujaga na wapenzi wako huko. Kuna neno ningesema lakini sitalisema, maana sio zuri. Mungu awaponye wakina mama. Adamu amepewa kazi kwenye ile bustani. Wakati Mungu ameweka ile mamlaka ndani ya Adamu, anasema sasa uilime na kuitunza. Hii bustani uilime na kuitunza. Mungu akarudi nyuma tena. Yuko peke yake, hawezi kuifanya kazi peke yake. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye, ili kazi ya Mungu iwe nyepesi. Kwa sababu leo unakuta mimi au sisi watumishi tumekaa sebuleni na mchungaji, tunapiga story. Mama ameingia jikoni, anapika, anatuletea, tunakula. Alafu huyu ndio tunamdharau, huyu mama ndio tunamdharau. Ana kazi ngumu. Kama baba ndio asimame madhabahuni, tukifika wageni tubaki na sebuleni, alafu aende na jikoni. Sebuleni tumuone, situache wageni, na jikoni aende kapika. Mungu akasema si vema peke yake. Kwenye hii kazi niliyompa asiwe peke yake. Vivyo hivyo kwa wachungaji wetu wa leo, anasema ailime na kuitunza bustani ya Edeni ndani ya ufalme wa Mungu au ufalme wa Mungu. Ailime na kuitunza. Mungu amemwambia Mwanchese uilime na kuitunza, na mama akiwa nyuma. Haleluya. Alafu hawa watu tunawadharau. Tunasema Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, angesema nyumbani kwangu chakula haki. Malaki 3 kuanzia mstari wa 8 mpaka 12. Anasema kwenye zaka tunatoa zaka, hatutoi zaka kamili. Haleluya. Nataka nikwambie zaka ni ya nani? Halo, zaka ni ya nani? Sema ya Mungu. Mungu yuko. Unaweza kuweka chini ile roho akafanyika mwili akakaa kwenu. Leo Mungu tunamwona dhahiri mbele yetu ndani ya mchungaji wetu. Tazame mchungaji wako kama Mungu kuanzia sasa. Na ndio maana anasema nyumbani kwangu chakula hakipo. Roho inakula chakula. Na alikuwa uchi, hakukunivika, roho inavaa. Halo. Roho inavaa. Mungu tunamwona dhahiri wazi wazi ndani ya mchungaji wetu. Popote unapokwenda, yule mchungaji wako yule mchungaji wa pale, tazame kama Mungu. Kwa ile mbingu, tumesema mbingu ni Mungu, imeingia ndani ya mchungaji. Kwa mbingu ni wachungaji, mbingu ni madhabahu, na nchi ni wewe unayelisikiliza neno la Mungu na kulitunza. Kwa nchi ni muamini au muumini mwaminifu, ndio nchi.
Kwa Biblia ikisema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mbingu na nchi. Mbingu ni wachungaji na nchi ni wewe. Haleluya. Mbingu ni wachungaji na nchi ni wewe. Lakini hatujui. Tunasema tu hapa mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikiliza. Kwa kitabu hako nimesoma wiki 3. Kwa nini Mungu aliandika hapa? Sema Biblia hatuifuatili, tunasoma kama maandiko. Biblia usisome kama maandiko. Hata shetani anasoma maandiko. Biblia isome kama neno la Mungu. Neno la Mungu shetani hasomi. Maana ni moto. Tena ni moto ngao. Neno la Mungu shetani hasomi. Shetani anasoma maandiko. Neno la Mungu halizuiliwi. Lakini maandiko yanazuiliwa. Yesu alienda kuwapelekea Injili. Wakamzuia mlangoni, hupiti ndani huko. Akasema hakuna shida, nitalisema huku. Akalizungumza nje ya mlango, lakini likapenya ndani. Wakalisikiliza neno la Mungu. Neno la Mungu halizuiliwi, lakini maandiko yanazuiliwa. Naweza nikasema neno la Mungu ni hard copy, ni soft copy, lakini maandiko ni hard copy. Hamjanielewa, lakini wanafunzi wamenielewa. Haleluya. Kwa yule mchungaji wa mwanzo, wakati shetani ameingia ndani ya ule ufalme wa Mungu kutuvuruga baina yetu sisi na Mungu, Mungu akashuka. Adamu, umefanya nini Adamu? Akasema ni mwanamke, ninalaumu na leo. Ni mwanamke yule. Wewe Mungu amempa sheria Adamu, usije ukathubutu. Yule mwanamke amedanganya ya nyoka. Alituma mwenyewe. Kachuma. Kampelekea na mumewe. Mumewe anafikia hapo sasa, kwa nini umefanya hiki? Mungu alitukataza. Akasema hapana, Mungu ni mjanja. Tukila tutafanana naye, ndio maana tutafanyia hivi. Na Adamu ameambiwa hivi, umlinde na kumtunza, umpende. Kwa angeenda kinyume na mke wake anataka akifanya, angekuwa amekiuka sheria ya nani? Ya Mungu, Adamu. Kwa alimheshimu yule mwanamke na maagizo ya Mungu kwamba nikimkatalia huyo mwanamke nitakuwa sijampenda. Kwenye upendo tunatumbukia shimoni jamani. Nimesema unamtoa mke wako au utasema ndio kuja na mapenzi wako. Sio upendo. Upendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Kristo libarikiwe. Mungu tunayemwabudu kwenye makanisa yetu ya Kipentekostiani ndio Mungu anastahili kuabudiwa. Kwa Upentekosti ndio utakatifu. Na kwenye utakatifu ndiko tunakokutana na Mungu. Nje na utakatifu Mungu hayupo. Tukianza kusimulia na habari za Adamu, somo la Adamu peke yake ni karibu wiki nzima. Adamu ametenda dhambi, amemkosea Mungu. Anasema Adamu amefanya nini sana mke? Wewe mwanamke umefanya nini? Anasema ninyo kama ndaka. Mungu hakuwa na neno la kuzungumza zaidi. Akaenda kwa nyoka, akasema kuanzia sasa chakula chako utatembea kwa tumbo na chakula chako kitakuwa nini? Mavumbi. Mavumbi sio haya. Sio haya. Mavumbi ni mtu aliyelikataa neno la Mungu. Huyo ni mavumbi. Kwa kama haujaliwa leo na shetani, ni chakula chake cha akiba. Hamjanielewa. Maana sisi tumeomba kutoka nini? Mavumbini. Mavumbini Mungu akatupulizia pumzi ya uzima ambalo ni neno lake. Haya tumelikataa. Urudi kwa mavumbi. Na shetani ameamua tukao nini? Tafsiri ya Biblia, mavumbi ni mtu asiyekuwa na neno. Mwanadamu hasikii. Na kwa nini nasema Adamu ni mwanadamu wa kwanza? Sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Tuondoke tunaelewa hapa. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Tuliumbwa wote. Kama alizaliwa na sisi tulizaliwa. Lakini tunasema tuliumbwa wote kwa sababu Biblia inasema kwenye Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema wote tumetokea mavumbini. Nataka nikufafanulie kwa ufahamu wako, lakini Adamu
ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa kwa ufahamu wako. Kwa ufahamu wako. Wakati Mungu alimuumba Adamu, akafuata nani? Eva. Wakawa wangapi? Wawili duniani. Okay. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema Adamu akamjua Hawa mke wake, akapata mimba, akazaa mtoto au mwanaume au mtoto mwanaume kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Naye akamwita nani? Kaini. Dunia wako wangapi duniani? Watatu. Kwa mahesabu yako wako watatu. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 5. Anasema Mungu akambariki tena mtoto wa pili mwanaume, akamwita nani? Abel au Habili. Wamekuwa wangapi duniani? Kwa mahesabu yako 4. Huyu mmoja, huyu mkubwa akamuua ndugu yake, wakabaki wangapi? Nataka niambie wewe umezaliwaje? Maana tumesema tumetokea kwa Adamu. Wamebaki watatu duniani. Mungu amemshukia Kaini. Kaini, umefanya nini Kaini? Kwa kosa ulilolifanya la kumuua ndugu yako, ile damu yake ilipomwagika ardhi imelaniwa. Kwa hiyo wewe utakuwa wa kutangatanga duniani. Malizia. Duniani, tumesema duniani nini? Ni ulimwengu wa watu ambao hawamjui Mungu. Wametengenezwa na wewe. Usaliti wako ukasababisha uharibifu. Kwenye uharibifu kuna watu hawakumrudia Mungu, wakabaki huko duniani. Kwa wale walitengeneza dunia. Kwa dunia ni ulimwengu wa kimwili au ni ulimwengu wa watu waliomkataa Kristo. Wale ndio dunia. Kwa leo ukisema dunia haipo kwenye Biblia, umeitengeneza wewe. Lakini kwenye Biblia kama imeingizwa, kwa sababu huko duniani Yesu ameenda sasa, hawa watu warudi kwenye ufalme wa Mungu. Warudi kwenye ufalme wa Mungu. Dunia umetengeneza wewe na ukorofi wako na kutokuwa mwaminifu, usengenyaji, ukamdanganya mtu likaingia moyoni, na likimwingia moyoni tayari huyu mtu amekengeuka, unakuwa umetengeneza dunia. Kwa dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Kwa yule mtu sasa, Mungu anamwambia utakuwa wakutangatanga duniani kote. Dunia ni watu. Kwa unapotangatanga duniani, maana unatangatanga katikati ya watu wenzio wasiojua. Lilikataa Mungu, ya adhabu imeniwia vigumu, ni kubwa sana. Mungu kisi yako, nipunguzie. Adhabu ni kubwa, naomba nipunguzie. Mungu anazungumza na Mungu. Kaini akasema, sasa nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu, unisikilizaje? Ili mtu yoyote atakayejitokeza akuzuru wewe, nitampa adhabu mara 7. Huyo mtu anayezungumzwa ni baba na mama, maana ndio waliobaki nyumbani pale. Biblia inasema ili mtu yoyote atakayejitokeza kukuzuru, nitampa adhabu mara 7. Mtu yoyote. Kwa angesema mtu yoyote, singesema babako na mamako. Lakini bado pamoja na kuwekwa alama kwenye paji ya uso wake, lilikataa kurudi kijijini kwao. Hapo nyumbani lilikataa. Yupo kwa neno la Mungu wa ndani kule. Wakaelewa na Mungu kwamba sawa, hakuna shida. Basi nenda nchi ya Nodi. Nchi tumesema nini? Ni watu. Nchi ni watu. Mungu aliziumba mbingu na nini? Na nchi. Nenda nchi ya Nodi. Bado Mungu anamkomboa Kaini. Nimesema nchi ni watu waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni washirika waaminifu. Nchi. Hivi mshirika mwaminifu ni upi? Anayehudhuria maombi. Umemaliza baba. Mshirika mwaminifu ni anayetoa zaka, anayetoa fungu la 10. Fungu la 10, faida ya fungu la 10 huimarisha vyanzo vya mapato yako, vyanzo vya mapato yetu. Fungu la 10, fungu la 10 haliongezi kipato. Hujanisikiliza?
fungu la 10 haliongezei kipato, ila linalinda kipato na kulinda familia, ila haliongezei kipato. Maana unamrudishia Mungu vilivyo vyako. Sadaka inaongezea kipato. Maana ni hiari. Kwa kile ulichokitoa nje na fungu la 10. Kwamba Mungu anakutolea hiki, nataka nibariki. Ndio pale anasema nitakubariki mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Sadaka inaongezea. Kwa waganga wanapopeleka zile sadaka, hawafanikiwi, wanafanikiwa. Lakini jehanamu wanafanikiwa, lakini anasema pana wezi, pana nondo, pana kutu, havina maana. Lakini anayemtolea Mungu sadaka anasema tunafanikiwa mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Unaposema natoa napoteza, kumbe ndio unaokoa. Unaposema hapa naokoa 10,000 hii iliyobakia nyumbani, unga hamna, siwezi kutoa, unapoteza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa haya tunayoyazungumza uyazingatie sana. Mungu anakusudi kunileta mimi hapa. Kwa wewe ambaye leo umepata nafasi ya kumsikiliza huyu Mungu aliye ndani yangu, umepata mengi sana. Ila kama ulinitazama mimi kama Hezroni, imekukata. Jina langu mimi naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoka, sikujitambulisha. Ndio nakwambia sasa. Ukinifuata mimi Hezroni Mwakatoka, umepoteza. Lakini sema Mungu asante kwa sababu nimekuja kukusikiliza wewe, na nimekusikiliza, nitafuata sheria yako. Utainuka. Haleluya. Hamnanielewa lakini? Kabla tujaenda mbali, kuna watu wanasema wana maswali. Tusiende mbali sana. Mwenye swali aulize. Tuendelee, wakati unajiandaa na swali lako tuendelee kuzungumza. Mungu akamwambia sawa, kama utaki kurudi kijijini kwenu, basi nenda nchi ya Nodi ukajitwalie mke huko. Na yule mke akajitwalie kule. Nani? Mtoto wa Adamu. Hamuitiki. Sasa unasemaje tumezaliwa na Adamu sisi kimwili? Sisi ni watoto wa Adamu kiroho. Kama hivi leo ni watoto wa Mwanchese kiroho. Sio kimwili, kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msie mkashanga kwamba huyu mhubiri mbona anacheza mbele hapa, hana heshima. Wachungaji wako hivi. Wao wanafikiri nyinyi hamtatupokea kama tumekaa na nyinyi huko. Tukikaa viti vya mbele tunatengeneza heshima. Wengine wanaanza hakunikalisha mbele, akinikalisha. Mimi napenda kukaa huko. Niwe naona kwaya zinavyoimba, tunaburudika. Mimi ni mwimbaji, ndio asili yangu. Au nikuimbie kidogo? Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue. Tukuze jina lako. Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue. Tukuze jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba, jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba, Baba ufunike mali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Baba ufunike mali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji Baba. Haleluya. Amen. Mama mchungaji anaujua wimbo. Anaujua. Mchungaji wenu anaujua. Tulikuwa tunaimba miaka ya 97, 98, 99. Tulikuwa tunaimba kule zamani. Ninayo kwenye rekodi ya simu, sijachomeka tu pale simu. Ningechomeka pale ningesema niimbie kule. Nazo. Haleluya. Nazungumza hivi kwa sababu muziki ni asili yangu. Kwa nikikaa huko mimi nakusikiliza, kwa mimi na enjoy. Lakini kuenjoy kwetu, mtumikie Mungu kwa kumaanisha. Haleluya.
Mimi nimeanza kupiga magitaa na miaka 8. Mdogo kabisa. Kwa hiyo na muziki naujua. Nimekulia humo, nimepiga maisha yangu yote. Mungu amenibariki. Najua kupiga vyombo vyote vya muziki kasoro filimbi tu. Kinanda napiga, gitaa, bass, simu, solo. Vyote mimi napiga. Toka zamani. Haleluya. Kwa hiyo nazungumza ninachojivunia. Ambacho Mungu ameweka ndani. Najivunia kwamba Mungu asante umenipa vitu. Lakini leo hii sasa uimbaji umepotea, maana sauti imekuwa mbaya. Hii sauti imekuwa mbaya, imeharibikia hapa. Si umeona sasa? Sauti mbaya. Zamani nikaimba kaimbo akanikuwa mpaka sauti ya pili. Nilikuwa napenda. Baba ufunike. Maria ina moshi sasa, sauti sio nzuri jamani. Nilimtumikia Mungu kwa vile Mungu alivyoniumba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni hicho ambacho Mungu amekuumba nacho tunakihitaji wenzio. Kitumikie. Mungu ana faida. Baba yangu hapa amesema, namshukuru Mungu mnayemtumikia nyinyi. Amekomboa watoto wangu. Mimi nilifikiri labda huko watoto wangu wanaishi, kumbe wana watumishi wa Mungu. Kumbe wako wengi. Kwa nina familia kubwa, maana nanitunzia watoto wangu hapa. Akasema ikimpendeza Mungu, hata mimi natamani nijiunge na nyinyi. Haleluya. Ndipo baba yangu alipozungumza, yule pia ametoka Umarira, amesema ukweli, amesema hatamani hata mimi nimuishie Mungu mnayemwabudu. Na mimi nikasema, mzee, umewaza vyema kwamba uzee wangu ni umalize vizuri. Tuko siku za mwisho. Nimesema siku za mwisho kitabu gani? Ufunuo 18 mstari wa 4. Anasema, enyi watu wangu, tokeni Babeli, msije mkashiriki mapigo yake. Kwa nini mapigo yake? Ndio Mungu ameshuka sasa. Mungu ameshuka kwa hasira yake. Kwamba kanisa pamekuwa Babeli. Pamekuwa nimesema Babeli maana yake ni usaliti na uharibifu. Kwa Mungu ameleta wokovu. Ameleta wokovu. Anasema tokeni Babeli. Kimbilieni mlima Sayuni, mlima wa wokovu. Haya, mlima Sayuni ni wapi? Na Babeli ni wapi? Babeli ni miji ya watakatifu. Ndio pale anasema akaziumba mbingu na nchi. Pale pamegeuka kuwa Babeli. Kwa Mungu anasema wakati Mungu ameshuka afute kila kitu, akakuta hii. Kuna watu wawili hapa wananiamini mimi kweli. Sitahukumu. Akakaidi kumwangamiza mwanadamu. Ila akarudi kuleta sasa onyo. Tutoke hapo Babeli tukimbilie mlima wa wokovu. Kwa yale masalia aliyoyakuta yanayomcha yeye kiukweli yakafanya angalau. Kwa kama Mungu hajakuja kuhukumu wakati wewe ni mbaya, ameahirisha kwa sababu kuna jirani yako hapa anamwabudu Mungu kweli. Maana akipiga na wewe umepigwa, kwa wewe salama yako ni kwa sababu huyo ndiye anayekana Yesu. Anamwabudu Mungu kweli. Sasa mwambie Mungu, nataka nigeukie wewe. Haleluya. Sema nataka Mungu nigeukie wewe. Sema nataka nigeukie wewe. Sema nataka nikujue zaidi. Haleluya. Haya, mwenye swali naomba ulize. Mwenye swali ulize. Maikio. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Kisha kama nilikuwa umechanganya mzee hapa kwa kitu kimoja. Mimi hapa nilikuwa najua kwamba mimi nitatoa hapa, nitasoma na andiko Mwanzo 5 mstari wa 4, anasema siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Lakini Baba anasema hapo ulivyokuwa unafundisha, ukasema kwamba Mungu akamwambia Kaini, nenda mpaka nchi ya Nodi. Nenda mpaka nchi ya Nodi. Lakini Biblia mimi nikiangalia kwamba Kaini akatoka Mungu alipomaliza kutaja yale aliyoyataja, Kaini akatoka. Biblia haijasema kwamba yule mke alimtoa wapi, bali inasema tu kwamba akamjua mkewe, ndipo akazaa mtoto. Haleluya. Sasa hapo unapokuja kunanilia kama zana ya kusema kwamba Mungu aliumba watu wengi duniani. Nimesahau hapo, kuna point nimeisahau hapo, kwamba zana ya kusema kwamba Mungu aliumba watu duniani ni pale ambapo kwamba sio duniani. Mungu aliumba watu wengi, ni ile zana ya kwamba Kaini akatiwa alama kwamba
ili mtu mwingine atakapomuona asifanyeje, asimuue. Lakini Biblia inasema kwamba Adamu alizaa wana wengi, wanaume kwa wanawake. Kwa mimi nilipokuwa najua ni kwamba moja ya mke wa Kaini alikuwa ni dada yake. Na wale wana ambao na Mungu alikuwa anamwepusha na nini, kwamba kutokana na umeua ndugu yako wengine watakuwa na uchungu, na wewe pia wanaweza akakuua, na kutia alama kwamba yeyote atakayejaribu kukuua, atakayetamani labda atakayetaka kuinuka asikuue kutokana na hii alama niliyokuweka. Ndio akatoka sasa, akaenda kwenye nchi ya Nodi, akazaa mtoto, na mji wa mkuu pale akawita jina Enoko, jina la mwanae. Amen. Mungu akubariki kwa swali zuri. Sasa msikilize vizuri hapa. Wakati tumesema mtoto wa kwanza wa Adamu alikuwa ni nani? Kaini. Wa pili Habili. Walikuwepo wengine? Subiri kwanza. Hawakuwepo wengine. Akamuua ndugu yake. Wakati Adamu na Hawa, Adamu ana miaka 130. Mungu akafanya replacement kwa yule mtoto ambaye ameuawa kule. Tayari Mungu alishatoa laana. Maana hakurudi kijijini kwao. Huyu Kaini kule uwandani kule alikomuua ndugu yake, ndipo Mungu alishuka kule. Akamwambia, kwa kosa ulilofanya utakuwa wa kutangatanga duniani kote. Kwa hiyo nitakuweka alama kwenye paji la uso wako, ili mtu yoyote atakayejitokeza kukuua nitampa adhabu mara 7. Bado aligoma kurudi kwao. Wakiwa duniani wako wangapi? 3. Kwa hiyo basi ondoka hapa, basi nenda nchi ya Nodi ukajitwalia mke huko. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 16. Ukasome nyumbani, maana muda tu. Sasa yule mtoto ameuawa wakati agano la Mungu bado halijatimia. Lengo la Mungu kuumba Kaini na Abeli ili agano lake litimie. Nataka nikupe swali. Ile safina ya Nuhu ilikuwa na ngazi ngapi? Ilikuwa na ghorofa ngapi? 3. Tusaidiane kujibu. Ilikuwa na ngazi 3. Kuna ngazi ya chini, na hayo zina sababu yake. Kuna ngazi ya katikati, kuna ngazi ya juu. Mnanielewa? Ile ngazi ya chini akasema ingiza wanyama humo. Tena akasema ingiza wanyama wasafi wawe 7, wachafu wawe wangapi? 2. Kwa nini anaweka wachafu? Kwa nini anaweka wana wachafu? Ili huyu zile roho chafu ziendelee kuzaliana, ili mwanadamu huyu aendelee kunitafuta kwa imani. Kuwa na ukinzani baina yako, kati yako, kwamba kuna Mungu, kuna shetani. Nguvu ya shetani endelee kuishi. Ingiza ndege ni kanda wa juu. Ingiza ndege wasafi 7, wachafu 2. Ndege maana yake kiroho, ndege ni roho wachafu na roho wasafi. Kwa kibiblia ndege maana yake roho. Kibiblia wanyama maana yake ni mtu asiyekuwa na nini? Na neno. Kwa asiyekuwa na neno anafananishwa na mnyama. Na ndio maana tulipopuliziwa pumzi ya uzima tukaondoka kwenye unyama kuja kwenye uhalisia wetu ambao tukaitwa binadamu. Neno binadamu ni Mungu aliliweka kwetu kwamba kuanzia sasa wewe utaitwa Adamu, wewe utaitwa Eva, katika roho au katika kuifanya kazi ya Mungu ndani ya bustani yake. Kwa kule ambako unasema sasa alizaa wengi, wale wamekuja kuzaliwa baadaye. Na ndio maana Mungu anasema alifanya replacement, yani alifanya mabadilisho kwa kifo cha Kaini, kwa cha Abeli, kumrudisha huyu mwingine. Seti sio wa kike, Seti ni wa kiume, achukue nafasi ya kaka yake aliyefariki kule. Kwa Mungu alimbadilishia ili kusudi la Mungu litimie. Sikiliza nikwambie. Sala ya Bwana ile, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Unajua maana yake? Ukiimba ile sala ya Bwana yote ukamaliza, utakuwa umesoma Biblia yote kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa wachungaji wetu wa sasa ni wachungaji wa unabii na utimilifu.
wameshuhudia vya kina Adamu, wameshuhudia vya kina Nuhu, wameshuhudia vya kina Ibrahim, wameshuhudia vya kina Musa, wameshuhudia vya kina nani? Vya kina Yoshua, wameshuhudia vya Yohana Mbatizaji, wameshuhudia vya Yesu. Yesu akafa, akawachia kazi wachungaji wetu. Endeleeni kuambia watu habari zao. Kwa mchungaji wetu ni mchungaji wa Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa ni wachungaji wa wakati wa utimilifu wa Agano la Kale na Agano Jipya, sio wa kawaida. Maana wanaishi na Adamu, wanaishi na Nuhu, wanaishi na Ibrahimu, wamebeba mzigo mkubwa, na yote wanaifanya ili wewe uwe salama. Na ndio maana mchungaji wenu anasema, mimi nikialikwa sehemu, kiukweli siamini watoto wangu kama wana Mungu. Siamini. Hatakuja mdudu watanyakua aondoke nao. Kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 19 anasema, vitoto vyangu. Sikiliza mchungaji wako anavyosema, vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea uchungu, kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Ndivyo wachungaji wanavyotutazama sisi. Anaona akikuacha atakuja mwewe. Muonyeshe sasa kwamba mimi nina Mungu. Mchungaji, mimi nina Mungu. Muonyeshe kwa matendo yako kwamba mimi nimebadilika. Ataanza kukuamini na kukuachia kanisa. Haleluya. Pale ni Paulo amekamatwa, anapelekwa gerezani. Analionea huruma kanisa, analiachana naye. Na aliachana nani? Anasema vitoto vyangu. Tena akisema vitoto vyangu maana yake bado ni vidogo. Havimjui Mungu. Vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu, kwa maana bado Kristo hajaumbika ndani yenu. Ni mchungaji wako sasa. Wanaugua kwa ajili yako, wanateseka ili wewe uwe salama. Wachungaji wetu, kwa sababu ile huduma iliyo ndani yao, nimesema sio yeye, amekamatwa na Mungu mwenyewe. Sawa na kitabu cha Ufunuo tunasema kimeandikwa na nani? Sio Yohana ameandika kile kitabu, ila nguvu ya Mungu ndani ya Yohana ndio iliyoandika kile kitabu. Ngoja nikwambie kimetufikia sisi. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 anasema Ema, nikajua utatakia hapo mwanangu. Anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo kwamba hayana budi kwa upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika kumwonyesha mtume wake Yohana, aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Anasema heri asomaye na wao wayasikia maneno ya nabii na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Mstari wa 4 anasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwa na atakaye kwako, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele, walioko katika kiti chake cha enzi. Niendelee kusema haleluya. Kwa namna ambavyo inakuja kwenye Ufunuo 1:1 anasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumishi wake wakina Mwanchese mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako. Naye akatuma kwa mkono wa malaika kumwonyesha mtume wake Yohana. Yohana mpya leo ni mchungaji wetu, ndio Yohana mpya. Kwa kile kijiti cha Yohana amekabidhiwa Mwanchese, ili ile huduma. Yohana sasa anabatiza, Mwanchese habatizi. Lakini Mwanchese anasema yupo atakayekuja, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Ubatizo wa moto ni jehanamu, kwamba Yesu ndio mwenye mamlaka akakupeleka jehanamu, anakubatiza kwenye moto. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni neno la Mungu. Umenielewa? Turudi au hujanielewa? Kama hujanielewa sema sijaelewa. Wakati mwanzo Mungu amemuumba, tumesema duniani walikuwa wanne, hamna mtu mwingine tena. Ndio maana kule mbele sema Mungu akambariki Adamu watoto wengine wengi ambao hatuelezwi sasa, maana sio wa agano la Mungu wale wengine. Ndio maana iwaseme watoto wa agano, ilikuwa ubaya lazima uzaliwe na uzuri uzaliwe kupitia Kaini. Ubaya uzaliwe kupitia Kaini na uzuri uzaliwe kupitia nani? Abeli. Sasa uzuri haujatimia, Abeli amekufa. Ndio Mungu akamletea mtu mwingine sasa, Abeli Seti, kama mabadilisho ya yule aliyekufa, ili mwanadamu huyu sasa pate stahiki zake kutoka kwa Mungu. Haleluya. Sasa mimi swali langu maiki hiyo hapo ni swali kwamba tokea hapo kwamba Adamu siku zake, na hapa Biblia haijataja kwamba nini, kwamba hao watoto walizaliwa kipindi gani, si ndio hivyo? Kwa kama hawakuzaliwa, Biblia haijataja kwamba hawakuzaliwa kipindi gani,
inamaanisha kutokana na maelezo leo yatoa kwamba hapa kwa sababu hawakulibeba lile agano, ndio maana Biblia inawataja. Kwa hiyo yawezekana kabisa, yawezekana kwa mimi, kwa sababu hapo bado sijaelewa vizuri, yawezekana ikawa ni kwamba alioa dada yake vile vile, lakini hao wengine wote mpaka hawajatajwa wanakuja kutajwa Seti kwa sababu hawakuwa kwenye agano. Seti anakuja kutajwa kwa sababu anakuja kulibeba agano ambalo hata vile lilibeba. Kwanza nataka nikufafanulie vizuri. Okay, kinachomchanganya hapo unajua ni nini? Biblia imeandikwa kwa kodi. Imeandikwa kwa password maalum. Na hizi password aliyopewa ni wewe mwanadamu. Na ndio maana wakati Yesu anaulizwa na wanafunzi wake, kwa nini unafundisha kwa mafungu? Akasema ili wasikie lakini wasielewe. Akasema heri ninyi mliojaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, lakini wao hawazijui. Unajua maana yake? Kwa mimi na wewe tumepewa mamlaka au zile kodi za kulielewa neno la Mungu. Kwa ukilisoma neno la Mungu utaelewa. Maana yake iko hivi. Nataka nikufafanulie vizuri. Biblia nzima kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo ina sura ya kwanza na ya pili mstari wa 4. Basi wewe unachanganya ufupisho alafu unachanganya na historia. Kwa kuna historia na ufupisho. Ndio maana kwenye ufupisho anasema Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Tunaona tumeumba siku moja, lakini hatukuumba siku moja. Kwenye historia kuna funua ya hapa kwenye ufupisho. Inasema akaona si vema awe peke yake. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. Haunaanza kurudi. Kumbe alianza kuumba mwanaume. Umeona? Kwa ufupisho na historia ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu kwenye ufupisho tusingeelewa. Kwa tunaelewa Biblia kwa inatufungua huku kwenye historia. Kwa Biblia nzima ina sura ya kwanza Mwanzo yote na Mwanzo sura ya pili mstari wa 4 Biblia imeishia hapo. Haleluya. Alafu huku mbele inatufunulia sasa Mungu aliumbaumbaje hapa. Ufunuo ina sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Vitabu vyote 22. Ukisoma Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mtungekuwa labda ningekusomea lakini ningekuwa natiririka. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ufunuo yote iko pale. Huku kuanzia mstari wa 9 huku inazungumza yote ya hapa. Kwa hapa ni ufupisho wa kitabu kizima cha Ufunuo. Hiyo namba 1, namba 2, namba 3. Ufunuo ili uielewe sasa imeandikwa kwa mafungu. Huwezi kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mpaka 22 ukaielewa. Kama kuna mchungaji mmoja pamoja na digrii zake 2 akasema, "Kiukweli baba, hapa sikujua." Nikasema tutamilisha. Kitabu cha Ufunuo kimeandikwa kwa kodi hizi. Ufunuo sura ya kwanza ukisoma yote, nenda Ufunuo usome sura ya pili, nenda sura ya 12. 13. Nenda Ufunuo sura ya 13, 14, 15, 16, 17. No, unisikize vizuri. Soma Ufunuo yote sura ya kwanza. Nenda Ufunuo sura ya 13 soma yote. Rudi sura ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Ya 7 usisome. Kasome 14 kule, 15, 16, 17, 18, 19 usisome. Rudi nyuma tena. Soma pale kuanzia 8, 9, 10, 11, 12. Kamalizie kule mbele 19, 20, 21, 22. Utakuwa umetiririka 1, 2, 3 mpaka 22. Lakini usipofanya hivi hautaelewa Biblia. Kwa nikisema ni mwalimu wa Biblia, ni mwalimu kweli, maana nasoma. Kwa Biblia sio msitu mnene, ni kitu kidogo bila kile utukufu mwingi. Mimi Biblia nasoma. Kwa hiki ninachokisoma nazungumza, silabishi. Nafanya au nasema ninachokijua. Sio elimu niliyosoma kule. Nimesema nasoma. Haijawahi kupita siku sisoma mistari sura 2. Haijawahi kupita siku. Ngoja nikupe. Mimi nimesoma chuo mwaka mmoja. Basi. Mwaka mmoja mtoshi kushika vifungu vyote hivi. Haitoshi. Nimeanza kuhubiri mwaka jana mwezi wa 7. Nina muda mfupi hata mwaka sijamaliza. Lakini nimehubiri makanisa nimefika hata 70. Hata 70 nimefika. Kwa hiyo tunachokizungumza, mimi nazungumza uhalisia wa maisha yangu. Mimi najijua nilikuwaje. Nilikuwa wa ovyo. Yoyote anayesifiwa ubaya, mimi nasema ndio ubaya huu ubaya anaosifiwa huyu wa miaka yake 20. Mimi ni ubaya wa wiki 2. Tunafananaje hapa? Ubaya anaosifiwa aliyefanya miaka 40, mimi ni ubaya wa wiki 2.
Kwa mtu akisema hizo wewe umesamehewa pakubwa, ni kweli umesamehewa pakubwa. Kila aina ya ubaya nimeufanya, lakini ubaya nimeugeuza kwa utukufu wa Mungu. Techniques zile nilikuwa nazifanya kwenye ubaya nimezigeuzia kwa Mungu. Natamani watu wote tumjue Mungu. Haleluya. Ndio lengo langu na ndio kilio changu na ndio machozi yangu. Wote tumjue Mungu. Haleluya. Amen. Kwa ukisema Adamu, Biblia inasema wazi wazi jamani. Mungu alimbariki Adamu, Mungu alimpa Adamu mwanamke. Alipompa Adamu mwanamke, Mwanzo sura ya 4 anasema Mungu Adamu akamjua mke wake. Maana kwenye Mwanzo sura ya 4 pale pale Adamu akamjua mke wake. Wakambariki mtoto. Mke wake akapata mimba, wakapata mtoto mwanaume kutoka kwa Mungu. Wakamwita jina lake Kaini. Yes. Mstari wa 5 anasema Mungu akambariki tena mtoto wa pili. Haielezi pale tena. Maana inatiririka pale. Hao wawili, haisemi wengi, inasema wawili. Wakavutana pembeni huko. Uandani kuna kamua ndugu yake. Wakabaki watatu. Sasa yule Mungu ameshuka sasa kwamba kwa nini umefanya hiki? Wewe ardhi imelaniwa iliyokupa na yako inakupa mazao. Pili, utakuwa kutangatanga duniani kote. Tumesema dunia ni nini? Tumesema dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Mungu. Tumesema nchi ni nini? Nchi ni uhalisia huu sasa. Tuko hapa sisi tunamwabudu Mungu, sisi ndio nchi. Na mbingu ni wachungaji. Kwa mchungaji wetu ndio mbingu na sisi ndio nchi. Tunaulisikiliza neno la Mungu na kulishika. Sema tunasoma Biblia kama magazeti. Nimesema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nimeitafuta maana wiki 3. Watu wanasoma, anamwambia kutakuwa na ibada. Anasoma hapo anaanza kuhubiri. Hajajiandaa, hajazungumza na Mungu, hajafanya chochote. Mimi sasa hivi nilipo naweza nikaenda kufundisha sehemu sijasoma hata mwezi mzima. Kwa sababu tayari nimelimeza na download kulingana na muonekano wa somo la siku. Vinakuja tu. Kwa hiyo tungesema tusimuliane hapa. Naweza nikahubiri kuanzia sasa hivi mpaka kesho na tusimalize na msichoke. Kwa hiyo Mungu ametuita, mimi anasema ameniita uzeeni. Tukaangalie tumeshakuwa wazee. Kwa hiyo Mungu ameniita uzeeni sasa na mimi nimtumikie Mungu. Na ndio maana yule baba yangu nikasema baba sasa wewe mwenzetu inakuwaje baba? Maana sisi tunaiga watoto wetu kuiga kweli. Akasema hata mimi natamani niwe kama ninyi. Kwa mawazo haya na mimi natamani niwe kama ninyi. Kwa natamani kabla hatujaendelea mbele, kama baba anasema na mimi nisichelewe, nianzie hapa maana kesho yetu hatuijui. Unakuta mtu umetoka mlangoni umegongwa na bajaji. Unatoka mlangoni umegongwa na pikipiki. Umekufa hapo. Ni jana. Mzee amesema sitaki kwenda jana. Nataka uzee wangu ndio umalize vizuri. Mzee, tumebakiwa na vitabu 4 tu. Biblia haitakupa kusoma tena. Ufunuo sura ya 19, 20, 21 na 22. Ndio vilivyobakia hivyo. Maisha ya mwanadamu yamebakia hapo tu. Hapo. Maana yote yaliyotabiriwa yote yametimia. Kwa mwanadamu huyu wa sasa ambaye yuko tayari kumtoa mtoto wake. Anajijali yeye, anataka simame yeye, anataka kila kitu apate yeye. Kama mzazi anaweza kumtoa mtoto wake, mtu baki si zaidi. Kwa dunia ilipofikia ni pabaya sana. Kwa mfano wazee sasa hivi, umri mlionao, kuna mtoto anakulia timing nyuma. Vile ulivyovitafuta kwa shida. Ulivyoteseka kwenye maisha yako kuvipata ili uzeeni mwako uishi maisha yenye furaha. Mtoto wako anakulia timing na maisha. Baba atakufariji, baba atakufariji. Kama haufi, kuna mitego amekutegea. Kwa hiyo mitego ukisema mimi nataka nimche Mungu, Mungu ataifyatua yote. Sio wa kike, sio wa kiume watoto wenu. Hatuko vizuri baba sasa hivi. Hatuko vizuri watoto wenu. Tunaishi leo, tunashinda na leo. Sasa hivi ardhi ni gharama. Ni gharama sana. Kwa ugarama wa ardhi nimeishi nyumba ya kupanga, nimeishi miaka yangu yote. Afu babangu kinaeleweka. Nikamwambia mzee vipi, mzee ananipiga chenga. Sikutani mzee. Kama kwa mfano mimi ni wa kwanza kwanza leo tumezao 11, mimi ni wa kwanza. Kwa mimi najua baba alipo, najua anapokaa, najua mbinu za kufanya, najua namna ya kumuondoa baba yangu. Lakini siwezi kufanya hicho kwa sababu mimi Yesu ameniita. Na mtu yoyote hawezi kukufanyia hivyo kwa sababu Yesu amekuita. Kwa Yesu ndiye anayetulinda, Yesu ndiye anayewalinda wazee wetu, lakini lazima uwe ndani ya Kristo. Kwa hiki ninachokizungumza, baba zangu, dada zangu, mama zangu, kama mko nje na Kristo na washauri njooni kwa Yesu. Huyu Yesu aliyenikomboa mimi ndio anayetakiwa kuabudiwa. Haleluya. Baba unaweza kupita mbele baba, tuseme mawili. Njoo tu baba. Kweli. Lakini usisahau. Namuomba Mungu mimi Mungu akukumbushe. Haleluya.
yeye. Kwa kama mimi nilivyosema sasa basi, ni mimi mwenyewe nikasema sasa basi, na mimi natamani nao useme sasa basi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nani mwingine basi tumalize? Nataka kufanana na wewe. Naam Baba. Amen. Nilikuwa na swali moja ambalo naona linanipata utata kabisa. Sema swali lenyewe ni nataka kujua kwamba hawa wanadamu walikula tunda la aina gani? Haleluya. Haleluya. Hawa wanadamu walikula tunda la namna gani? Safi sana. Ni swali zuri sana. Pale bustani ya Edeni, wakati Mungu amemaliza uumbaji wake, tayari anasema si vema awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa huyu Mungu sasa anataka angalie huyu aliyemuumba kwa sura yake na kwa mfano wake, je, atafuata sheria yangu? Kwa kipimo kilikuwa ni hiki. Kuleni mifirisi yote hii, au kuleni mipera yote hii, ila huu msiule. Lakini yote ni mipera, ila huu msiule. Wazazi, wewe ukiwa na mtoto ukimwambia hiki mwanangu usije ukakigusa, afu vingine hivi, ina maana hujamkataza, sio? Unakuta ameanza na kile ulichomkataza. Kile. Huyu mtoto ni msikivu au ni mkaidi? Kwa nini anaanza kile ulichomkataza? Kwa mule mti, madhara yake ni kwamba kilikuwa ni kipimo cha mwanadamu. Ananiheshimu au haniheshimu? Ngoja nimjaribishe kwa hiki. Hii miti yote 7 ila huu usiuguse. Kwa nini amesema tusiuguse? Kwa yote nafanana. Kwa nini tusiuguse? Kitendo cha ukugusa kikawa ni kiburi. Kwa mti tulikuwa ni mti, ili miti ni mingi tu, ipo mingi. Lakini kwa nini amesema huu usiuguse? Kwa hilo tunda lilikuwa ni tunda linalofanana na matunda yote. Kitendo, kwa maana Biblia inasema walipokula lile tunda wakafunguliwa nini? Macho. Sasa unaanza kujiuliza kivipi? Na maana lilikuwa tunda la hapana. Maana yake ni kwamba ukaidi au ubishi, kutofuata sheria ya Mungu. Mwanadamu hakufuata sheria ya Mungu. Mungu akasema kweli, hiki kiumbe tulichokiumba pamoja na kifurahia kote, bado hakijaniheshimu mimi. Mbona miti mingi? Kwa nini anang'ang'ania huu? Kwa mara nyingi unachokikataza hata kwa watoto wako, mtoto anakifanyia intention hicho. Anza kudili na hicho. Kuna nini huko? Mama amesema bakuli ili usifunue. Kuna nini? Lakini mabakuli yote ni yale. Kumbe hamna kitu kwenye bakuli hili. Sawa na kamari, hizi kamari za kufunika vikombe zile. Unakuta umeona kabisa. Kiberiti hiki ndio kina njiti hiki. Yaani viwili afu nishika kupata. Unaweka hela kwenye kiberiti ambacho unasema hiki ndio kina njiti. Kumbe njiti ziko nusu. Akigundua, yaani wataalamu wale kuna alama sio wameweka, mimi sijaelewa. Kina njiti kabisa umechagua. Lakini anakufunua kwamba njiti hazi. Kumbe ziko upande njiti. Kumbe kile kiberiti kifunue mwenyewe, asikufunulie yeye. Kwa mama anasema mwanangu usiguse hiki, bakuli usiguse. Aenda kugusa, kumbe hamna kitu. Vipi mtego wa mama? Mtoto hajaingia. Lakini lengo la mama lilikuwa ni vipi? Angalie kama mtoto ana nidhamu. Ni hivyo tu. Lakini hakuna kitu kibakuli kile. Anapima tu, mwanangu ana nidhamu. Nikisema usifanye hiki, ananisikiliza. Kwa mtoto anapokifanya amefeli mtihani. Mama anaingiza hofu kubwa kwa mtoto huyo. Kwa ile hofu ndio hofu ambayo iliingia kwa Mungu kwa wanadamu. Kwamba wanadamu yaani hafai kwa kosa alilofanya. Ni hofu. Mungu akaingiza hofu kwamba kama tungeushinda ule mtego, dhambi isingekuwepo duniani. Kwa hiyo maana ni Mungu alitupa. Lakini ameleta tena hofu. Na ndio maana tunasema hivi, wanadamu sasa Mungu hatamhukumu mtu, usikilize. Mtu atahukumiwa mwenyewe kwa matendo yake. Ndio maana Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 anasema, kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Akisema heri wafu, vimetajwa vifo viwili. Kifo cha kwanza ni kuacha dhambi.
Niangalie vizuri. Heri wafu. Umekufa dhambi, umeacha dhambi, umekimbilia kwa Kristo. Lakini kuna kazi ya kufia neno ndani ya Kristo. Hiyo ndio watu watatu. Tena wafao katika Bwana, katika neno, kama walivyokufa wakina nani? Kina Paulo. Cha kwanza umeacha dhambi, umekuja kwa Kristo. Safi. Lakini ndani ya Kristo kuna kumtetea Kristo. Ni kifo cha pili. Kwa kuna watu walimwambia nyamaza, wakasema sisi hatutanyamaza, labda mtuue, tutamtaja Kristo. Huyo amekufa katika neno. Kufa katika neno kuna faida kubwa sana. Faida ya kwanza, huyo mtu ufufuo wake utakuwa wa kwanza. Huyo aliyekufa katika Kristo, katika amekufa ameokoka, haendi dhambini kweli, lakini ataenda mbinguni, ila atafufuliwa siku ya mwisho kabisa pamoja na watenda dhambi. Maana Biblia inasema hawa waliokufa kifo cha haki, ipo siku watafufuliwa, tutaishi nao. Ndio wale Biblia inasema tutavishwa mavazi meupe, tutabadilishwa miili yetu, tutafanana nao. Haleluya. Naeleweka jamani? Ndio wale ambao Biblia imesema huyu mtu aliyekufa katika neno. Ndio wale wanasema kuna ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili. Kwa ufufuo wa kwanza ni wale ambao watakuwa wamekufa katika neno. Ufufuo wa pili ni wale waliokufa katika Kristo. Wamekufa wakiwa wameokoka. Kwa ukiwa umeokoka kama sisi, ukagongwa na bajaji hapo ukafa, hauendi jehanamu, ila kifo chako hakina thamani sana. Huwezi kufananisha na mtu ambaye amepigwa mawe anahubiri injili akafa. Havifanani. Cha yule kina thamani sana kifo chake. Vivyo hivyo na wewe huko kufa kwa ajili ya Kristo, kufa kwa ajili ya kumtetea Yesu, kufa kwa ajili ya neno lake, utapata thawabu. Haleluya. Naomba tusimame. Naam. Kuna mtu anataka kuuliza? Nani? Uliza. Swali langu ni kwamba umeelezea juu ya habari za maandiko matakatifu na neno la Mungu. Ukasema kuna tofauti yake. Sasa mimi sijaelewa hapo tofauti ni ipi? Na kwenye Biblia maandiko matakatifu na neno la Mungu. Nimesema kuna maandiko na neno. Sijasema maandiko matakatifu. Nimesema andiko. Tunasema kama ni maandiko na shetani anasoma. Shetani anasoma maandiko ila hasomi maandiko matakatifu. Ukisoma andiko kama takatifu, unakuwa umesoma neno. Kwa neno shetani hasomi, shetani anasoma maandiko. Nimeelewa? Kwa andiko ni nini? Biblia ile wewe unasoma, unaiacha na pigwa vumbi, unakuja kuifungua Jumapili. Ina vumbi. Ukiacha pale ilipo, yani ni maandiko. Lakini kile kilicho ndani ya maandiko ni neno la Mungu. Je, unasoma neno la Mungu? Soma neno la Mungu au soma maandiko matakatifu. Usome maandiko kama maandiko. Tukisoma maandiko maana tunashinda kupata tafsiri yake. Kwa hiyo tukisoma neno, Roho Mtakatifu atatufia, atatufungulia yale ile fungu, tutaelewa. Sieleweka nifafanue hizo. Mwingine nani anataka kuuliza? Sema baba. Asante. Mimi swali langu lilikuwa kwenye maagizo ambayo Adamu alipewa maagizo mara ya kwanza kwamba siku ukija kula mti huu utakufa. Lakini kwenye mafundisho ulikuwa unafundisha umezungumzia kwamba aliyepewa maagizo ni Adamu. Lakini Biblia inaonyesha kwamba ni wote walipewa maagizo kwamba msile. Lakini nyoka alikengeuka. Sasa aliyebeba dhamana ya kosa moja kwa moja ni nani? Ni mwanaume aliyepewa agizo la Mungu. Lakini pale mwanamke aliulizwa na nyoka kwamba mwanamke hakupewa maagizo na Mungu, alipewa maagizo na Mungu ni mwanaume. Kwa mwanaume ndio kwa jukumu lake kumwambia mwanamke kwamba Mungu ametukataza hii. Kwa sababu Mungu alimwambia Adamu akiwa peke yake, usije ukathubutu. Kwa akamfanyia msaidizi, lakini aliyepewa yale maagizo ni mwanaume. Lakini pale ukisoma Mwanzo 3 inasema pale inasema mwanamke akaulizwa na nyoka kwamba eti mmeambiwa msile, akasema yeye tukila tutakufa. Mwanzo ngapi? 3. Huko ni historia. Turudi kwenye ufupisho. Tulinda historia, tulinda ukweli uhalisia wao. Uniambie, nimesema huko ni historia. Inafafanua hapa kinini kiendelee. Je, tudili na yaliomo au tudili na historia? Nimesema historia maana yake ni kutufanya tuelewe hapa nini kilifanyika. Umeelewa? Kwa huku mbele tumesema Mungu aliamua mwanaume. Na ndio maana hukumu ya mwanaume imeisambaratisha dunia. Leo hii mtoto akiwa tumboni mwa mama yake ana dhambi kwa sababu ya kosa la mtu huyu mmoja.
akikosea leo Mwanchesi, yale maagizo aliyopewa na Mungu tumekwisha wote. Haleluya. Maana Mungu amemwamini, amemchagua katikati ya watu wengi kwamba huyu ndio Adamu na huyu ndiye Hawa, msaidizi wa Adamu. Kwa Adamu wetu wa sasa ni mchungaji Mwanchesi, na Hawa wetu wa sasa ni mama yetu ambaye sasa ndio ameshika hatamu ya wanawake wote. Tunawita lady nani kwa Kiswahili cha kawaida? First lady, yes. Ndio mwanamke wa mama wote wa mahali hapa. Sio mama wa mama wote wa Iguti pale kwa Mkanyamari. Pale pale kuna mama wa mama wote wa mle ndani. Kwa na huyu mama ni mama wa mama wote wa humu ndani. Haleluya. Kuna mwingine hajanielewa? Mungu awabariki sana. Ongeza sauti hiyo nyimbo. Sijui hiyo. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Kama kuna yoyote anasema mimi nina shida hii, maana kanisani ndiko tunapotea uponyaji, ndiko tunapoponea, ndiko tunaenda kutupa shida zetu, taabu zetu ambazo tunapitia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa kuna yoyote ana shida yoyote, anza kupita mbele. Kama kuna yoyote anasema kuna 1, 2, 3 mimi hajakaa sawa, familia yangu inanisumbua, chochote kile, maana Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Haleluya. Karibu baba. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna